Mungu abariki biana vyote. Muhimu mwote Mungu nafanya poje mwende mbali, mwende mo discipline. Amen amen. Parce que Mungu bintu bingine hivi shibote tuko hapa tuko beni kubarikiwa. Mefaso upate le baraka njoo inachana. Amen amen. Mebusubuhi kwa leo Mungu alifanya kwa neema mimi expliquer kwa kila mtu ta prendre conscience ya vie yake. Utavumbula ke Mungu ashokubariki meonjo na negligence. Amen amen. Tulianza depuis mardi. Tulikuwa tunazungumzia njoo ya kishina, tulisema si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Na milieka shuku wa kwanza mimi nasema mu Romains chapitre 8 verset 31. Romains chapitre 8 31. Mais mimi sema tena mu Romains 8 premier verset Bible unasema il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Mimi expliquer kusema kile kitu unafanya ke mtu ajelwanye na Mungu ni dhambi. Na tunaexpliquer comment est-ce que Mungu analomba tumululirie tuikale kumikulu yake pour que kama tunikala kumikulu yake ima tempête ile monde ténèbres cha planifier aise tupata. C'est pourquoi Mungu alifanya neema baba mzazi alipata revelation anatuita anatuassocier mwile kashi tunafanya selon recommandation na volonté ya Mungu. Et ce qui est vrai maisha watu mingi Mungu anabasaidia. Amen amen. Mungu bintu bingine Mungu sakonisha kama anatenda. Batoto wa Israeli après le flot Yesu Biblia unasema balikuwa mchambre haute. Beko na mumbea Pierre. Basha kumbamba Pierre. Mais Mungu asha Pierre zamani mais abambie kintu. Kanisa kuna omba mais Mungu asiseme. Mais banashutuka paka Pierre yora na konkula. Amen amen. Par moment où bintu bingine unatafuta Mungu akuoneshe mais hasa kwambia nafanya vile anapenda. C'est pourquoi kwake tunapasha paka kumtumainia. Busubuhi bwa leo mimi napenda twende paka vile tushobeba system yetu parce que kuko bengine belanjika. Kile kitafanya nguvu yako ya Kristo ifo kwanza kuanjika. Hivi unaweza kubishika kama minute kidogo monikia vitu vingine unibisa. Mais kama biku kwa papier au c'est bisavoir. À chaque fois tanza kujireferer kubile tunasema. Tusome yako avant tusome tuanze komele 1 Samuel chapitre 16 1 à 13. Ili ni nani ya kwanza tutanjika 1 Samuel 16 1 à 13. Kisha tunanjika Juge chapitre 11 1 à 8. Na Genèse chapitre 50 15 à 20. Kisha tunaclôturer Jean chapitre 15 16. Amen amen. Busubuhi kwa leo mimi nafia kuzungumzia njua sous-terme parce que terme général inasema si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais sous-terme ya busubuhi kwa leo mimi nafia kusema nous sommes les choix de Dieu. Amen amen. Tuko kwenye kuchaguliwa kwa Mungu. C'est pourquoi mfalme na yeye Ezekias alikuwa anambia watumishi watoto yake kusema Mungu alimichagua pour que mko mservice yake. Na shie tuko kwenye kuchagulia kwa Mungu na Mungu anaya pourquoi alituchagua. Kila mtu yote ule eko mpresence ya Mungu anapasha kusema avant mwe Mungu alikuwa topa alikumba. Amen amen. Si bote vitu kuna existe mu mawazo ya Mungu tu alitumba. Hakuna mtu atasema mimi existe parmi moi. Tunatia kusoma kwa 1 Samuel chapitre 16 1 à 13. 1 Samuel 16 1 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel: quand cessera-t-il de pleurer si seul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde de nuit et vois, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite. Car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saïl apprendra et il me tuera. L'Éternel dit: tu amèneras avec toi une chemise et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au service. Je te ferai connaître ce qu'il doit faire et
viendra pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel l'avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il dit en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui le frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont ceux-là tous tes fils? Il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait prêtre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne et le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Est-ce que tu as kumshangilia kwa Mungu wetu? Amen, amen. Nous sommes les choix de Dieu. Amen, amen. Il y a d'autres qui sont les choix des hommes, mais nous sommes les choix de Dieu. Histoire ya mzuri, histoire ya David. Mungu alipenda yeye mwenyewe atawale mu watoto wa Israeli. Mais kunafika wakati watoto wa Israeli wanasema no, après l'uflo a Eli sacrificateur, Samuel alimkombola. Watoto wa Israeli wanamwambia Samuel kusema na sisi tunapenda tuwe na mfalme ula tetutawala na sisi tuwe sama nation nyingine. Misemo ile imumishaka Samuel roho sana. Mais Mungu alimwambia Samuel kusema ndio banandama ni mimi. Amen, amen. Asema ubapatia vile niko natafuta. Mambo haina wewe, mambo vile nikombanisha ni mimi. Mais c'est qui est vrai, ubambia na mfalme banalomba ma critères na takuwa nayo. Malgré Samuel alimwambia vérité njoo ya roi Saïd. Watoto wa Israeli balikatala wanasema shina tunapenda na mfalme wetu. Et vrai, Mungu anamwambia Samuel umwendre Saïd comme étant roi. Wakati Saïd anakuwa mfalme, basoma Biblia banaiwa comment est-ce qu'il agit comporter. Mungu anafanya bintu vibaya sana. Alifika na niveau ya Samuel anaanza kulia bushiku na moyo juu yake. Amen, amen. Asikwanze kuhubiri mumalo ya Mungu, asikuheshimie tena watumishi na Mungu. Samuel n'était pas n'importe qui. Présence ya Samuel kwa force. Samuel alikuwa na pouvoir ya kukulani, alikuwa na pouvoir ya kukufaire vivre. Amen, amen. Mais huyu Saïd wakati alitomboka alijikomporte mubaya. Samuel alimudeclara anasema wewe Mungu anakataa royauté yako. Au starenyete. Amen, amen. C'est pourquoi le combat spirituel tunasema kwa watu wengine wanaweza kwa shakufa mjiro. Mais mkimwele kwa naishi. Amen, amen. Huyu Saïd ashikoko na existe kumetwa Mungu. Mais des fois watu wanaanza kumconsidérer comme étant roho. Sasa Mungu wakati anaangalia mimi na mrejete Saïd, anaanza kutafuta mtu kanuni atamkombola Saïd. Amen, amen. Kwa Mungu siwezeshe kuwe moyo. Mungu yuko na mapiece de change ya mingi. Ukifanya erreur anakushange. Sasa ke shetani aliwazaka sema malgré vile alikuwa mzuri sana, anaweza kujikomparer Mungu. Mungu anamwambia sema akusha kwa mtu atakuwa mu niveau yangu. Nuku Mungu mimi wewe. Anakumwandama Mungu shetani
Mungu anacree mtu njoo kumconfondre shetani. Kumwambia sema mimi Mungu niko capable de créer kitu kile kitakudominer wewe. Amen amen. Mnaona pensée ya Mungu njoo c'était une façon de dominer shetani. Mais erreur ya mtu anasema identité yake, anashikia roho ya shetani mu maisha. Saili Mungu anamrejete Samuel shuko teko na lia même. Kwa mwambie sema pale wakati gani utaacha kulia njoo mtu misha mtupa simwangalie tena. Na anamwambia nini? Wende mnyumba Isai, angalia pa mimi watoto wake. Kuku mmoja wale misha kufanya nini? Misha kuchakula. Amen amen. Na Mungu anachakula mtu mmoja. Ule mtu mnyumba wa shikalaje. Amen amen. Mungu uko compliqué. C'est pourquoi tu sais mama shiko mgongo ki ushineglige le kule kumpembeni. Unaweza kumwona sema na kitu, mais bila Mungu uko na muwazia wao uyui. Ce qui est vrai, Mungu, c'est comme qui était mbingu inekale kuna dialoguer sur l'histoire de David. Je ne sais pas ce que tu es en train de préparer pour David. Mais kitu qui a bien ni kwa mpresence yake. Mungu anamwambia Samuel akusema, "Wende, uko na Mungu, basi mtaye njini." Amen amen. Mungu anayo koma kusiprendre les bandes. Mungu ko compliqué. Mais ukienda mu maisha David eko te considérer mu famille. C'est pourquoi mimi nataka kuambia mtu mzuri wa leo, bale bote Mungu ana chakula. Maisha yako ya facilité. Amen amen. Kama papa dunia tuko na deso, c'est parce que nous sommes les choix de Dieu. Amen. Du fait que tuko natembea na Mungu, maisha yetu ya kuishi na watu wengine haitakuwa pamoja. Tutakuwa kama konvi. C'est pourquoi somme qu'on asema Dieu exerce nos mères au combat. Amen amen. David Mungu anasema njoo yake. Samuel anamwambia Mungu, huyu mtu ajiue atenyua. Samuel alikuwa shakuyua je. Iko leo tuko na president. Kama wewe unaenda unasema mimi nakuwa president, unaprete serment, batakuwa. Na mwenyewe atakufanyisha batambamba. Mais Mungu anamwambia Samuel anasema hakuna problem. Wende na nyama utasema mimi nakuwa kufanya ni kufanya sacrifice. Le sacrifice c'était une façon déjà de introniser David mu royauté. Amen amen. Biblia inasema wakati Samuel anaenda Bethlehem, Bethlehem anafika mule baansia banampokelea banashika boko sema presence ya mtu leo kwa mambo mwana fyofashi. Amen amen. Zamani kama unaona profeti wa Mungu, sema kwa mambo swati ya mzuri swati ya leo wa profeti kuneona shiko ya bongo na baba ya kweli shiko wote. Bengine wanaleta manimero moja kama ni pima istapita. Basho fara reso. Amen amen. Mais Samuel a choqué par les prophètes babia bomi. Ule prophète analeta nimero kwa appareil. Emission mwana ifuata ku radio. Mais ukipima ile nimero ipite. Mais wande beko na mwiti. Basha kufanya reso. Mungu ana besoin na bamwishi. Amen amen. C'est pourquoi aina mtu kwa nakwambia kitu nasikia boka. Amen amen. Mungu anamwambia Samuel wende, mais asimutaye nani? Mimi Samuel alikuwa kukotola. Mtumishi wa Mungu anaweza kukotola, mais Mungu asitakotolaka. Mungu anayafashile mtu mwenye baraka. C'est pourquoi les chemins disent kama Mungu anasema leo tabariki mtu mmoja, atatukupa sana, atachagua mtu. Amen amen. Asema wakati Samuel aliingia anasema mimi nakuwa kufanya sacrifice. Samuel alikuwa sacrificateur. Balechika, banamuita Esai. Bawaja David na bandugu wake. Baliingia mu nyumba. Samuel anamwona Eliab anasema celui-ci le roi de l'Éternel. Mungu anasema hapana. Huyu mimi simuone. Samuel anamwona ni apparence. Mais mimi na yako sondero. Biblia inasema le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu. Marole tu hii. Kama wanasema waanze kuionesha kila mtu wote. Peut-être tout salamu kianaka. Mais Mungu wa Mungu anafanya ke aiprotéger pour que mtu ashone vya ndani. Yeye mwenyewe aanze kuexaminer. Mungu anamdisqualifier Eliab. Asema wanamweka Shama. Bamweleta mbele Abinadab. Mungu asema huyu hapana. Shama huyu hapana. Babacha Sambia David analeta watoto wake baset. Amen amen. Anawapitisha wote. Samuel anaanza kusema donc Mungu alilanda ou bien. Biblia inasema Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen amen. Pour Samuel anasema Mungu, est-ce que huyu Mungu alimtuma huko hakuna mtu? David ashukua considérer mu famille yake. Babacha David represente bala ana considérer. Kama mu maisha ba considérer hakuna mama. Acha Yesu kuconsidérer kwa mwenye heri sana. Amen amen.
Unaweza kuona mambo mengine wale shiria hapa kwa bantu. Hakuna problem. Na Mungu eko na taa yako. David ashikueleza kwa Mungu mambo. Cheke kama ile siku peut-être Mungu ashikuintervenir. Bana mpakala Eliab. David alifika kupatia mfalme memo abamuyui. Mais Mungu merci parce qu'il a intervenir. Mambo yako ataka makona kukusemelea mbingu takusemelelea. Amen amen. Mungu bantu wengine bako nateswa parce que ana na mtu anaweza kwenda kumpelekea kozi yake. Kuma kazi nyingine bantu wapate parce que ana na kwenda kumshimamia hapo. Na kama Yesu anashimama atakuingisha pasipo kutafuta mtu. Effort ya bantu kulimite. Mais ya Mungu angaleke na limite. Amen amen. David anajiretrouver les siku wanawa kumwita. Beno na mimi wanaanza kunitafuta. Nilimpitia. Amen amen. Wewe unapitaka hata kwa mambo yake. Kuna angalia ulipitia. Sasa wewe unafanya haya mfamii. Fome amaje kwa ng'ombe. Anza tu kuchunga mangondora baba. Amachilie kule. Kwa hata wengine wako disqualifié. Banapeleka mbali kuliko shirete haya mfamii. Hakuna problem. Kule bana kupeleka. Mungu ako nakuprepare. Amen amen. Maisha yote ni preparation. Mimi nasemaga merci kwa wale wote waliniteso. Acha nipachaka chini. Amen amen. Maisha yote ni preparation. David ashikuyo pourquoi mambo haya balimusabwa. Il fallait wamusabwe pour que mbingu mukumbuke. Amen amen. Asema wanakuwa kumwita sema kuku mtu mwana kutafuta et puis ni nani? Prophet. Anakuwa muangalia David. Samuel kama anakuya pafashi bafalme loko na tetemeka. Nalendo angalia mtu mwa ana na valeur, ana na education hata kiloko. Mais Mungu anasema njoo. Amen amen. C'est pourquoi Mungu ana besoin ya kusema wale watu washakufunga sana. Biblia inasema il est celui qui prend les choses faibles pour confondre les forts. Pourquoi? Parce que huko wengine anaweza kusema mama hii maisha ndio kuna c'est parce que j'ai étudié. Unaweza kuweka sema no masomo yangu ndio nafanya hiki niko. Mungu watu wengine wanasema wewe ni masomo mimi ni Mungu. Amen amen. David anakuja. Biblia inasema kwa mzuri. Amen amen. Bali sikubeba boti yako banitupa kupori. Na Mungu ukapabla kuinukuta ni maisha mfashi. Amen amen. Asema wakati David anakuja, Samuel anamwangalia. Mungu anasema njoo huyu. Huyu ni chakula, umpakale mafuta. Amen amen. Kuzana pourquoi wacha David aliwachakula watoke benjini. Wa kwanza alikuwa general, wa pili alikuwa general, wa tatu alikuwa general. Walikuwa na consideration par rapport ya vie. David ashukua na moyo kushimama pesa sio na kitu. Kwa watu wengine wako na baita parce que banakanisa huyu tutapatia huyu hamna kitu. Marika wao hamna kitu. Mungu ana kitu kila taweka. Amen amen. David anasema no c'était fini. No. Huku paka Mungu anasibrandra na. Anafika anasema Mungu pakale mafuta. Na kwa sababu brand kwa kibana mpakala David mafuta ana mfano. Si le plan spirituel anakuwa mfano, mais si le plan physique ashina mfano. Ana na biro, ana na bika na nini? Anarudia mbango. Unaweza kwa Mungu asha kupromettre kitu. Kama hakiaalize, anasema anakusabwa. Mungu anafanya processes. Il faut kufundisha masomo ya mfano kwa kufanya. Amen amen. Hawezi kuona Mungu abebe mfalme ende kampeleke fashi nyingine ya pastor. No. Kila Mungu kote Mungu anamtayaka mgomeni. Mungu anasema nini? Esprit ya Mungu na mubambo. Samuel anafanya paraji. Kukubele papa anaweza kufanya paraji. Hivi ngine ya Mungu. C'est pourquoi na mambo yote sema neno ya nani? Yeye anaweza kuwa anapasha parole. Mais Mungu anaenda kutumika ile parole pour que one misemo ya ile parole, matokeo ya ile parole. Amen amen. Asema David, roho ya Mungu na mubamba. Na ukisome Biblia wakati roho ya Mungu na mubamba, David alikuwa mpole kucheza banjo. Alikuwa anapiga gitaa. Gitaa inakuwa connecté na puissance ya Saint-Esprit. Kama David anaanza kuimba mampepo kunaanguka. C'est pourquoi kitu chote kile Mungu anakuambia akili, weka hapo discipline, kitakupeleka mbali. Amen. Ulike David alikuwa kukule yeye kukuru yale. Balongema ni njoo ya gitaa. Bamiki ndio wanatafuta maisha shanje na Mungu ashampatia kitu, ashemo yake mlope. Kitu chote kile Mungu anakuambia akili, kitakupeleka mbali. Nilete example. Nisi mbao concepteur wa mbao alienda mpori. Mule mpori mlikuwa micha mingi. Kumbe mwingine anaingia mpori anakata mocha anafanya wa manguni. Mwingine anaingia mpori anakata mocha anafanya wa kitanda. Mwingine anafanya pitch. Huyu anafanya share.
Kila mtu ako na dependre na vile unawaza mu esprit yake. Mais différence ya makuta ni par rapport à vile unavyofanya. Wa makala na wale abasto shaka bei moya. Amen amen. C'est pourquoi il faut angalia maisha yako. Kwa kile Mungu washakuweka. Kile kafanya kama nika kwa discipline kutenda mbali. Leo tunapenda Mungu atufashie vitu vyote. Mungu ashakutubariki. Amen amen. Mambo ni kubeba ile Mungu anatoka. Mtu mwingine Mungu anakupatia capacity. Hauna peut-être na cash. Atukatale cash na kwa society. Mungu anaweza kupatia akili hata ya kushukana. Beba discipline mkushukana. Utafanya kutumia. Amen amen. Parce que bamiki wakupenda baba bili prosperité. Unakuwa na makuta, utakuwa nayo je. Ni mtu kufanya. Ndio kitafanya kile upate makuta. Hii mwaka ilikuwa ni mjanvier. Chaque année nikalaka na plan yangu na planifia njoo ya vie yangu. Sema hivi mwishi nitafanya hivi kazi ya Mungu, nyumba yangu, kwa mimi nitajitembesha. Dieu me disait quelque chose. Kama mimi nakuwa hapa sema unipatie ko 1 million de francs. Au c'est libre. Utangalia kwa ya mingi sana. Mais bado biko na makalculate. Bata calculer. Amen amen. Parce que mimi napenda tuchange na leadership. Tuweke mu mahubiri ya usubuhi wa leo. Bale calculate wanaweza kukalculate. Kama unasema kwa 2021 Mungu mimi napenda nipate 1 million de francs. Hata kama unasema nafanya kazi yako inakupatia kama ni 6,000 francs. Mimi nabeba exemple kidogo tu 6,000 parce que hapa hata wakulima ashikusaka hata 3-4 francs. Amen amen. Unabeba 3 francs par jour. Uko nika kumpembeni fanya 3,000 francs fois 365. Fanya kwa mule utapata combien? Bale mimi na makalculate wafanye. Amen amen. Akana makalculate 3,000 francs fois 365. Ça fait combien? 1,95,000 francs. Mais c'est ça utangara ba jeune ba leo beko na Android shuko teknolojia kama mamega, anojia kama ma unité na fanga biote. Mais natafuta wamlipie masomo. C'est comme qui dirait on est dilapidé les makuta pa hivi. Kisha unatafuta maisha changer. Mungu ashakubariki ma comprendre. Amen amen. Kama unatafuta wakupatie 1 million, mais Mungu anakupatia ajira ya kupata 1,95,000. Par jour kama unasema unaomba kaka tu 3,000 francs, ishte ibamba. Mwaka ikaacha, bientôt la tunafanya maisha 4. Utachukua mashuti loko hivi papi inaishi. Mais kama mtu mwingine chaque jour anakunoaka. Umesema bale balikala pa manet banayo, anajika chupa ya nsimu 3,000, anabeba plate ya ribwe. Brique moi 300 francs. Anafanya 3,000 égale 10 briques. Kama au par jour unakunoka 6,000, 20 briques. Du lundi au dimanche, du 1er au 30. Calculez mu mwaka mzima. Ushakuliaka nyumba yako. Amen amen. Kisha unatafuta shima netona ba locataire. Wao mwenyewe ndio unalionea. Amen amen. Huko vitu vingine omba Mungu upatie ajira. David alika discipline mkidaraji. Ni tete discipline. Parce que wale wanaanza kutafuta mtu kwenda kuimba kunyumba mfano. Wanasema ule petit anapikaka kidara. Kidara ya David kilikuwa accompagné na Saint Esprit. Mungu anampeleka mbali. Leo tunapenda Mungu atushanishe bintu na hatuna na discipline mufini. Amini baba na kesho pala. Unatafuta Mungu nifanyie kitu fulani. Mungu baraka nilitaka ni mwesprit. Sasa sisi tunatosha mwesprit tuleka mfiziki. Kila mtu atapegwa na imani. Imani ya watu wengine leo lesha kwa fama kwa mamiliarderi. Umesema ruwaza ndio kufanya ya pare. Mtu wote wanaweza pare. Donc ndio unapata benefit. Amen amen. Concepteur wa Google wa Facebook makuta yote a chaque fois tu fais ndio na pourcentage. Ni akili. Alitilize mawazo yake anasema niki kitu kimoja kitanzo nilitabwa leo. Na mawazo ya Kongole ni paka ya kuuana. Na kuloshi. Wenzako wanataka kufollow wewe ndio mbambia lao hakufu. Kama nakuwa sababu kidogo tabia baraka yake. Shameo useme baba. Amen amen. Mtu wote leo mwenye kubarikiwa. Mambo ilikuwa na discipline. Barua ya financial leadership RDL. Bado tumesema même 100 francs hii, 100 francs. Ukifanya 100 francs, wewe unazama meditation kwa tuko na cha 100 francs. Ukifanya 100 fois 30, una 3,000. Kama sasa wewe 3,000, unafanya fois 12, 36,000 francs.
Wao mnasema chiloko kwa 30,000 ni capital la watu wengine. Hao wanashughulikia na mamboga, eko hata na 50,000, anafundisha watoto. Na wewe makuta huko ni haribisha makefi. Yesu analisha bantu. Amen amen. Mujaa 6. Bantu wanakulia, wanashiba, wanatupa mikate. Yesu anasema ramasser en fait que rien ne se perd. Biblia inasema banalokota mikate yote 12 panier natoka. Kama Yesu mwambia lokote 12 panier cha kwenda pakefi. Bamini wao wanateswa mifiki. Maisha désordre. Amen amen. C'est pour kila mtu eko mbarikiwa. David avec la discipline, mubanjo. Mungu anapermettre que David ende mbali. Mtu wa pili ule ashukue considérer mo famille yake. Tuko na isoma ni mu Juge chapitre 11. Ndachana patua. Juge chapitre 11. 1 à 3 Bible unasema Jephthé le Gadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'était Galate qui l'avait engendré. La femme de Galate lui enfanta des fils qui devenirent grands chasseurs. Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien rassemblés auprès de lui et il faisait avec lui l'excursion. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Il lui dit, Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Amen, amen. Jephthé. Bandu kwake banamwandama mfamii. Asema wewe mtoto wa ndumba. Amen amen. Origina kuko ya mubaya. Bantu balezi kuko na soko wa mubaya, mais Yesu anakushanjua na kuwa mzuri. Mambo ni wewe ukutane na Yesu. Mambo anavile bantu wako nasema. Hapa. Amen amen. Balezi kuangalia sema huyo ashina na fashi. Asirite baraka yetu. C'est tout à fait normal. Biblia inasema c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen amen. Na baraka ya bantu ya wazazi yetu iko naleta samwa na kuuana. Bantu ngabe wanakufa njoo manyumba. Amen amen. Bana mwandama Jephthé kwao. Banasema wewe aona na plus huko. Tayari aona wa mametu. Wewe mamako ni ndumba toka. Jephthé shikusambe. Jephthé anaangalia kile nono ifashi. Bishina pona pa. Amen amen. Unaona bazazi hivyo kuja kufundisha watoto. Kama mnawapatia watoto maisha privilege, mone ba détruire ça moi ça le savoir. Amen amen. Bantu wengine leo wanajiretrouver bebo bafenea mu maisha parce que bagate sana. Amen. Sio cha kufanya. Maisha kinoko mwache ule. Kumbe vitu vingine wako naona sema hivi bien. Leo unamwalibisha. Huyu mamako mimi naanza kuangalia na huyu mamako anawatia. Huyu na mbeba watoto akasema una nani ndugu wenu. Tayari yeye mwenyewe asabeba kitu mnyumba babenu. Na babake anichi. Babake Jephthé na shukwete. Amen amen. Jephthé ndio tuviana na kumsemelea. Alienda mpei ya Tob. Tob mimi nasema example mtu banamwandama muvi. Maneno kana mukanona. Biblia inasema bantu bakule bashiko chintu banakuwa kumpembeni yake. Leader ashaleke besoin na makuta. Amen. Na leader anagalana besoin ya kuinfluencer. Amen amen. Kwa mtu mwingine ana na makuta, eko kama nakupatia idea hapa, unapata makuta. Asema Jephthé anaenda mle mpei. Bantu bakule banakuwa kumpembeni yake. Jephthé anasema kwa mtafaji. Unaona mateso ilifo kufungule kwa akili. Hivi tu mateso Mungu akupatie makuta nzuri naye. Basi kukuloka. Amen amen. Mateso ilifo kupatie discipline. Unaangalia sana shughuli Mungu atanivisite. Sitacheza na maisha. Jephthé anaangalia maisha yake. Mbalinyandama kwetu wanasema mimi samewa kitu hataki moyo. Hakuna problem. Bora alinyandama na Mungu yuko pamoja na mimi. C'est qui est vrai. Kwa watu wananiconsidérer. Hata bana na kitu banakuwa kumpembeni yangu. Tuanze kufanya bonini komba. Banaanza kufanya maarma sio. Leo tuko na mafilm ya marepe. Bon déjà banaanza kuutiliser. Na Jephthé avec discipline mule cash. Barua banaanza kumuluoi. Sekene unamcheza tu mfalme anataka mishana na nguvu. Jephthé unikombana unipitie pale bantu makuta yoi. Anakuwa hata banaanza kumuluoi. Anakuwa mtu munene. Bale walikuwa wanatembea na mama yao, mama mambo na babamba mama yao yakapala ukasaidia.
Wale sikuwa na sasa kwa tutakuwa na watoto siku wote bachana. Na kama bachana esprit ya mbaya batateswa maisha yote. Na kutanisha mkubwa kwangu hivi. Vimo babake anakufa, weko batroko bwana mche batena yeye moyo. Babake anakufa anakauka kutubuli. Nasema kwa nini wa hivi? Ni papa. Baba loko papa. Unaona kwa bintu vingine, samo hivi. Baba wako na malimiti. Pale ya bazazi yetu anakupeleka kwa masomo, ni pale yake. Anakufundisha. Mais yorenta kama anafanya ile anakulashe. Nami Yesu mwenyewe anamwambia madisiple yake sasa, "Jusqu'à quand vous supporterez?" Il faut na mwao mfanye nini? Muombe sasa, mfanye kazi. Wewe kupaka kweli. Mimi kama kizazi kibaya sana ni kia patuka ya Jacob. Ribel 70 ans. Eko kwa bisho miaka yake. Eko na watoto mingi. Anaenda mu Egypt. Eko natafuta babaki ampe makuta bagoze vya kuli. Kusala mpaka kwao. Amen amen. Na angalia Joseph kale walichuki. Keko na komande. Nita na swendage na makuta nenda na chini. Amen amen. Wao unaweza kuona sana wangu ni bakate, huko ni badeforme. Amen amen. Apana kwamba ufate n'importe quoi. Merci beaucoup. Mungu akubariki baba, Mungu akubariki. Merci beaucoup. Mungu akubariki. Amen. Amen, amen. Je vais te retrouver au pays moya. Amuna watu bachiri. Mani ba brandre. Mwenezi kufanya maisha yenu. Vous allez vous rendre compte que quand on parle des voyants hommes de David, c'était les gens qui n'avaient rien. Parce que David on a là munjimu. Mais comme on anasema shato le njimu, tuko na fitiri hapo. Njoo ile conception ile ilikuwa na rite. Orpa ni mtu anaanza kuangalia apparence. Rite alikuwa na plonger via yake au-delà. Rite anamwambia Naomi sema kama Orpa na bachiri basi yona na jitu. Mimi shikone cha leo, mimi nakuona kesho. Amen amen. Anaanza kutumika. Mungu anafanya Joseph anakuwa mtu mnene. Quelque temps après mambo yanakuja. Amen amen. Bali wanasema mama incapable ya kukumbana. Wanaanza kutafuta nani atabakumbania. Wanaanza kutafuta ile bibi wa mtumba waliandamaka. Watakutafuta. Unaenda mafamili. Leo tu unafika fashi ngine unafika hivi. Utasha mtu malali. Je me rappelle Kambwangu eko mshima Mungu alisaidiaka depuis 2014 analukula sana. Alukula estoma ashikula shwali nini baenda neko asvi. Anaingia musale, mule musale balikuya. Rafiki yake naye alikuwa na mambo ya tumbo. Ule rafiki yake anaanza nakulia bukali. Yeye Kambwangu tuna tamai mpaka tapiki. Mimi naangalia hapa, kuna maprogramu. Mimi naanza kupanda kwa mwalimu. Sema Mungu ashezi kufa kama mishaishe mamamu. Njoo akikufa kosa na perturbe makaliki yangu. Mimi alikuwa mpache bushima. Mimi naanza kuomba, niko naomba usubuhi.